halmashauri na diwani Jomba Kiambaa pamoja na viongozi kutoka ngazi ya halmashauri. Hapa tulipo ni kwenye maabara ya jiografia mezani na kufundishia kwa usimamizi wa mwalimu. Kwa hiyo maabara ambayo ilikuwa chachu kwa shule yetu, vijana kujifunza kwa vitendo, lakini pia tumeshapata ugeni mbalimbali. Ofisi ya mkurugenzi imefika, ofisi ya RIO tena tumeshana naye sio mrefu, alikuja papa kwa kuja kuiona ya kuwa tumeeleza kazi tunayoifanya. Kwa hiyo niwakaribishe sana mje kuiona, nimkaribishe mwalimu ataelezea kwa kifupi. Karibu mwalimu. Nashukuru sana kwa kamati ya fedha na utawala ya wilaya ya Kishapu. Tunawakaribisha ndani ya maabara ya jiografia. Maabara hii ni sehemu ya ubunifu kama ambavyo msela ya Mheshimiwa Rais wetu anavyosema, lazima tuwajengee watoto ujuzi na ubunifu. Hivyo tuliweza kuyaishi maono yake tangu mwaka jana, tulianza Januari kwa kutengeneza maabara ambapo watoto watajifunza kwa vitendo. Watafanya practicals mbalimbali na pia itawawezesha kuweza kujifunza kwa vitendo. Miongoni mwa faida ambazo wanafunzi wataweza kuzipata, kwanza ni kuwa na uwezo mkubwa wa kukumbuka, kwa sababu anapoona hizi models ambazo ziko ndani ya kitabu, anaziona, anazishika na kupata uwezo mkubwa zaidi wa kuweza kukumbuka. Hivyo hii maabara hii imejikita kumfanya mtoto aweze kufanya kwa vitendo. Na maabara hii iko katika mpangilio. Kuna mpangilio wa kwanza, huu tunaona ni topic ya kwanza ambao iko hapa, position and behavior of structure of the S, ambao mtoto wa form 1, mtoto wa form 2, mtoto wa A level ataweza kujifunza. Tuna sehemu ya pili. Sehemu ya pili hii ambao unazungumzia topic ya pili, ambao hii topic ya pili mtoto ataweza kujifunza practical, ambao inazungumzia mambo ya dynamic, ile dynamic of the S and then its consequence. Kwa hiyo hapa ataweza kujifunza mambo ya seafloor spreading, plate tectonic, waves, coast and the oceans. Kwa mtoto hapa atajifunza kwa vitendo. Kwa mfano hapa tunaposema seafloor spreading, mtoto ataona kabisa, unamuonyesha hili floor spreading of the floor. Pia hapa tunapomuona. Kwa hiyo tunapoona hii seafloor spreading zinapospread, ndio tuna theory, anaofunza theory inaitwa seafloor spreading. Spreading of the floor inayosababisha ile convergence na divergence. Kwa convergence ni ile kitendo cha continental na oceanic plates zinapokutana, tunapata features mbalimbali. Mtoto ataweza kujifunza tunaposema milima inatokana na nini? Milima atapata theory hapa kwamba kuna milima inayotokana. Kwa mfano tunaposoma islands katika bahari, island inatokana na nini? Ni pale ambapo continent na oceans zinapogongana zile plates, tunapata folding ambao ni islands. Hapo features mbalimbali zinazopatikana baharini zote anazipata hapa kutokana na eruptions of magma. Hii red inaonyesha eruption of magma. Kwa hiyo hapa hizi zinazoona zote zinatumika kuonyesha practical, kwa vitendo. Mtoto anajifunza practically namna gani theory mbalimbali mtoto ataweza kujifunza. Na hapa tukija topic ya pili, mtoto anajifunza kwa maana ya kwamba practical. Hapa tunawasha moto, inatoka volcano. Kwa mtoto anajifunza ni kwa namna gani volcano inaziona kwa vitendo, na tunapozungumzia internal structure na external structure, mtoto yote anaweza kujifunza. Hizi ni internal structure na external structure. Kwa hiyo ni volcanism. Topic ya volcanism mtoto atajifunza kwa vitendo na kwa kuona. Hapa tunazungumzia diastrophism, zile forces mbalimbali zinazotokea ardhini, convergence na compression forces na maumbo mbalimbali yanayotokea. Hapa tunaona ni aina ya convergence compression forces zinazosababisha tunaona maumbo haya. Kwa mtoto hapa ataona kwa vitendo hizi features mbalimbali. Tukija hapa mtoto atajifunza, tunamzungumzia mtoto anajifunza mambo ya weathering by disintegration. Weathering tunapozungumzia disintegration of rocks, unamuonyesha kwa vitendo, anakuja anaona. Tunaposema disintegration of rock kutokana na jua, anaona kwa vitendo na anaona effect ya jua. Hili jua lilikuwa kawaida, lakini kutokana na disintegration au ile insolation ya jua imesababisha tunaona kama mpasuko. Kwa mtoto anaona kwa vitendo. Na hizi ni folding, milima mbalimbali ambayo inatokea. Hapa ni mass wasting, mtoto anajifunza aina mbalimbali za movement ya udongo. Hapa tunazungumzia effect of wind in the desert, na kuna effect of wind in the desert. Hii hapa ni maji, effect of water in the desert, na hapa tunazungumzia effect of wind in the desert, ambazo mtoto tunamfundisha mambo ya sand dunes ambao tulisoma geography, tunakumbuka hizi sand dunes. Mtoto anaweza kuziona. Hata na faida ya hii maabara pia inawasaidia watu ambao wana uono hafifu au wasioweza kuona, kwa sababu utamfundisha na atakuja atashika. Kwa hiyo ile touching inamsaidia yeye kuongeza kumbukumbu
kubwa zaidi kuliko ambavyo ungeweza kumchorea ubaoni. Kwa hiyo hapa tunazungumzia mambo ya glaciation, low glaciation features. Mtoto anaziona. Hii ni picha ambayo unaweza kaiona. Hii ni picha mtoto anaitazama hii picha. Anapoitazama anaoanisha na hizi features zilizopo hapa. Inamjengea uwezo mkubwa wa kuweza kuwa na kumbukumbu. Kwa hiyo hapa ni features na mbalimbali. Hapa tunazungumzia mambo ya karst regions, mambo mbalimbali yanayotokana kwa mfano kule Tanga, karst regions. Unamuonyesha jinsi karst regions zinatokea. Kwa mtoto anaona. Hapa tunaendelea topic ya pili. Tukija hapa inaishia hapa, tunakuja topic ya tatu ambayo ni water masses in the ground water. Hapa tunazungumzia mambo ya maji. Kwa mfano naweza kuchukua hii model. Hii model tunazungumzia mambo ya maji. Tunapokuwa tunazungumzia mambo ya maji tunaona kwamba mtoto unamwambia kuna underground water. Kwa mtoto unapomuonyesha hii ni underground water ambayo ni aquifer, anaiona aquifer na hii ni aquifer. Kwa mtu anayechimba maji anaokisema kinakuwa na maji mengi, maana yake ni maji ambayo yako kwenye underground water ambayo kuna aquifer. Aquifer ni eneo, ni zone ambayo ina accumulations of maji. Kwa hiyo yote anaweza kujiona. Hapa tunazungumzia mambo ya glaciations. Tunapozungumzia glaciation tunazungumzia mambo ya ice katika milima. Kwa ice nayo inasababisha erosion and deposition. Kwa hiyo namwambia kuna features zinazosababishwa na erosion and deposition, highland na lowland. Kwa hiyo hii ni highland. Lowlands tumetoka kuiona pale. Lowland iko pale, nimeonyesha ile glaciation features ya lowland. Hii ni highlands. Kwa hiyo highlands anaona features mbalimbali. Kwa mfano hizi ni Siku. Hata wakati mimi nasoma nilikuwa nikiambiwa Siku, nilikuwa nashindwa kuielewa. Lakini hapa nilikuwa nikitumia hii Siku, mtoto anaelewa kabisa. Siku maana yake ni vile depressions inayotokana na ile movement ya mawe yanayokuwa na move kutokana na glacial features. Kwa hapa ni features mbalimbali. Hapa ni glacials ambazo tunazungumzia ni lakes inayotokana na glacial lakes. Ni lakes kuna glacial ambayo inaitwa Caldera Lakes tunaiona hapa. Hapa tunazungumzia hii ni internal structure. Yani ile ocean floor here. Mtoto anaiona hii ocean floor kwa chini. Anaona features mbalimbali za ocean floor kama unavyoiona mtoto anakiangalia hapa na anaziona. Kwa hiyo kitendo cha kushika kinamsaidia. Hii ni aina ya udongo. Kwamba tunapozungumzia structure za udongo zimegawanyika katika tofauti. Kwamba unapoambiwa kuna column, kwamba hii ardhi tunaiona iko katika mfumo wa coral, iko katika mfumo wa pyramid, anaziona kwa vitendo. Kwamba usifikirie tu ardhi ina mtawanyiko wake. Kwa hiyo hizo zote anaweza akaziona mtoto na anaweza. Hapa tunapoona hapa tukiendelea hapa tukiangalia hii feature. Hii feature ni karst regions. Mtoto anajifunza mambo ya karst regions. Anaona mto jinsi maji yanavyoingia kwenye underground. Hii anaona maji yanaingia yanatengeneza underground water. Ni karst regions na features mbalimbali anaziona. Ni tofauti na ambavyo angeweza kuziona kwenye mchoro. Kwenye mchoro inawezekana asielewe zaidi. Lakini akija hapo kamaonyesha hizi karst regions, karst features, akiana stalagmites, stalactites, anaziona na anazishika. Kitendo cha kuona na kushika kinamsaidia kuongeza kumbukumbu. Haya ni aina ya mawe ambayo tumeyakusanya, ambao ni metamorphic rocks. Mtoto anaziona hii metamorphic rocks. Hizi tunaziona ni layers ambazo zimetokana na volcanic eruptions ya miaka ya kutosha. Kwa mtoto akiangalia hapa anaziona hizi layers, anajifunza kumbe hiki kinatokea. Inamuongezea uwezo mkubwa. Hapa tunazungumzia mambo ya aina mbalimbali ya drainage system, mambo ya maji au outflow ya maji anaziona kwa vitendo. Hapa tukija hizi sehemu ya practical ambazo watoto walikuwa wanafanya kama tunavyoona, walitengeneza model ambazo kadri tunavyoendelea wanaenda improve. Tunafundisha pia kwa ajili ya kutengeneza ni model mpya ambazo wamezitengeneza kwa ajili ya kujifunzia. Hapa tukija tunapata practical ya soil. Mtoto anajifunza practical mbalimbali ya soil. Lakini yote haya tunayoyaona tunapoitazama hii ndio source ya maabara hii. Hii hapa. Wazo la maabara hii lilianzia kwenye soil profile. Kwa hiyo hiki tunaposema root ya maabara, hiki ndicho kilichopelekea maabara hii yote kutokea. Hii hapa ni soil profile. Kwa hiyo mtoto hapa anajifunza huu ni mpangilio wa soil kuanzia chini mpaka juu. Hapa kuna mambo mengi sana ya kujifunza hapa kwa kutokana na mwanafunzi sasa hivi hatuwezi ila yako mambo mengi sana. Tukija hapa tunazungumzia mambo ya mawingu. Mtoto atajifunza mambo ya clouds, mawingu mbalimbali. Kwa haya mawingu namfundisha kuanzia wingu la kwanza mpaka wingu la juu. Anaiona kwa vitendo. Kumbe hili wingu linaita. Kwa kitendo cha kuona, kushika inamuongezea kumbukumbu kubwa sana na ya kutokuzao. Hiyo inawawezesha kwa mfano watoto tunawashauri at least kwa siku hebu pita kwenye maabara, jaribu kupita. Kitendo cha kupita na kuona vitu gani? Kwanza kitendo cha kuona kwamba volcanistic iko sehemu fulani. Hata unapokutana kwenye mtihani unakumbuka tu volcano ikiwa maabara iko mahali fulani, inampa uwezo wa kukumbuka hata zile features na kuweza kujibu vizuri. Hapa tunazungumzia mambo ya insolations au mambo ya jua. Kwamba jua tunaloliona hili na miale yake sio miale yote inayotoka hapa tunaweka taa.
So miale yote inayotoka juani inaweza kufika wapi? Chini. Kwa hiyo tunaona earth tunamuonyesha hapa kwamba kuna baadhi ya miale inakuwa scattered, kuna baadhi ya miale inakuwa absorbed. Kunaona hapa tuna ozone layer. Ozone layer ni factor ambayo ina absorb layer. Sasa tunamfundisha mtoto kadri unavyoathiri mabadiliko ya tabia nchi. Tulifanya video moja ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo inasababisha athari ya ozone layer. Kwa hiyo tunapoiathiri ozone layer tunamuonyesha kwa vitendo kwamba athari ya ozone layer function yake ina absorb ile miale. Tunapoiathiri kwa kukata miti na kuongeza ile hewa chafu, tunasababisha hii layer kuruhusu ile miale mikali kuja duniani, na ndio tunaona athari ya tabia nchi. Mvua zinakuja zieleweki, wakati mwingine mvua zinagoma au zinakuwa kwa wingi zaidi. Kwa hiyo yote tunafundisha. Hapa unamfundisha mtoto wa form 1 mambo ya lunar and solar eclipse. Kwamba tunaposema lunar eclipse tunamuonyesha moon, unaiona moon, this is the moon and this is the orbit and this is the orbit of the earth. Kwa hiyo moon inapokuwa katikati unamwambia tayari hiki kitendo cha moon kuwa katikati, huku tunapata solar eclipse. Kwa hiyo dunia inapozunguka na mwezi unazunguka, kama tunavyoona mwezi unazunguka na dunia inazunguka. Hapa tunapata aina gani ya nini? Tunapata lunar eclipse. Lunar eclipse maana yake dunia hii hapa iko katikati ya mwezi na jua. Tukija hapa, huu ni mfumo wa jua. Ni mfumo wa jua ambao wanafunzi anajifunza. Mfumo wa form 1 tunafundisha mambo ya revolution and rotation. Hapo tunazungumzia rotation. Hapa tunazungumzia revolution. Revolution maana yake tunazungumzia ile hali ya sayari kuzunguka jua katika na mimi kuzunguka jua. Kwa hiyo mtoto anajifunza na sayari ziko zimepangiliwa. Lakini hapa pia mtoto wa A-level anajifunza theory ambayo inaitwa Nebula Hypothesis Theory. Kwamba hizi dust tunazoziona zimetokana kwamba mfumo wa jua tunaoona haujatokea tu hivi. Ni theory zipo kwamba kulikuwa na dust ambayo ilikuwa ni dust and gases ziko pamoja. Baadaye zilianza kuspread. Zilipo spread zikaanza kurotate. Ile rotation inatengeneza kitu kinachoitwa sayari. Na orbit na vitu mbalimbali vidogo, kuna comets, kuna asteroids na mawe mbalimbali hapo hewani ambayo hawafanikiwa kujiunga yamebaki hewani kama asteroids au comets. Zote hizo tunamfundisha. Kwa hiyo mtoto hapa anajifunza kwa vitendo. Lakini vision ya maabara hii ni kwamba tunahitaji vision kuwa na projector, iwepo permanent projector na video ambayo tutakuwa na display. Tunatengeneza video hapa, wanafunzi tunawatrain, wanazalisha video kwa vitendo na baadaye zile video tunazitumia kwa ajili ya kufundishia wanafunzi. Kwa vision yetu ni kuwa na projector, kuwa na TV ambayo itaonyesha video mbalimbali, na pia kuwa na computers ambazo watoto watajifunza practically, kwamba tutakuwa tunaonyesha visuals zinazoonekana na pia tuna apply technology kwa ajili ya ujifunzaji ndani ya maabara. Kwa hiyo tuna vision pana sana. Hii ni kama logo ya vision iliyoko kichwani ya kuitengeneza maabara hii. Asante. Nawakaribisha sana kwa comments. Asante sana mwalimu. Barikiwe sana, hebu tupige makofi jamani. Barikiwe sana mkuu kwa kubuni kitu kama hiki, kubuni maabara ya geography. Tumezoea kuona maabara ya physics, chemistry na biology sana kwenye mashule mengi, lakini sasa tunaona ya geography ambayo inaenda kumfundisha mtoto kwa vitendo kama ambavyo sisi wenyewe tumejifunza hapa, pamoja na kwamba umri wetu umekwenda, tumeshachoka sana kujifunza mambo ya dunia hii, lakini angalau kuna kitu tumeenda tunaokota. Sasa kwa mtoto ambaye akili yake yote ni kujifunza hapa, maana yake lazima atoke na kitu ambacho kinaenda kusaidia jamii huko baadaye. Ni lazima. Kwa hiyo ni maabara ambayo kwa kweli ndugu zangu imesheheni mambo mengi. Na tunapenda kuwaleta watoto wetu kuja kujifunza hata tu mbalimbali kwenye mashule yetu huko yaliyoko vijijini. Angalau mara moja nawaleta wanakuja kujifunza katika maabara hii. Wakitoka hapo watatoka na kitu fulani ambacho watasimulia huko baadaye katika maisha yao. Lakini katika mtihani inaleta kumbukumbu. Swali linapokuja tayari kumbukumbu, unajua kuona kitu live na ni tofauti na ile kuona kwenye kitabu. Kwenye kitabu wengine wala wakonsentrate sana kusoma. Kisha soma juu lakini akishaona hivi anashika zaidi kuliko ile ya kujifunza ubaoni au kwenye kitabu. Kwa hiyo tuwashukuru sana kwa wazo hili. Asanteni sana. Maoni mengine labda kutoka kwa waheshimiwa? Mama hiki mimi sina takwimu zaidi ya maneno ya shukrani kama ulivyoeleza. Lakini hii tu ni mazingira ya kuwajengea uwezo wanafunzi katika kujifunza.
sababu kujifunza kwenye kitabu peke yake kwenye picha na kwa kuangalia sura halisi ya matukio inafanya mwanafunzi ajifunze zaidi kama alivyokuwa anaelezea mwalimu. Kwa mimi naona hii ni hatua nzuri, lakini inawezekana hii iko tu hapa. Hivi kuna shule nyingine kama ingetengeneza mazingira kama haya wilaya yetu hapa hata kwa Tanzania, hata mkoa. Mimi nilikuwa nafikiri itakuwa ni vizuri hata kama walimu wengine wakaja kujifunza wakajifunza kupitia shule hii, lakini wakatengeneza mazingira haya kwenye maeneo ya shule za kwao. Na hata kama watakuwa bado sana kufanya jambo kama hilo la kuja kutengeneza mazingira kama haya, basi wao wanaleta watoto kujifunza. Itakuwa ni vizuri zaidi. Nilikuwa naongezea hiyo. Sababu afisa elimu yupo, nafikiri anaweza akaangalia namna kwamba wao wanakuja kujifunza hata kama ni mara 2 kwa mwaka. Kila shule inakuja mara 2 kwa mwaka. Naweza kachukua kidato cha 4 wanajifunza, kidato cha 2 kwa sababu wanaelekea kwenye mitihani. Makundi kama yale kwa yanachukua angalau kila mwaka wanakuja kujifunza. Nilikuwa naongezea hiyo. Sasa Na mheshimiwa mwenyekiti, labda si wanafunzi watu nzuri, wewe kwako hapa tunakuja pia wale wachimbaji wadogo wadogo, lakini wengi inawezekana pia hawajui yale madini yametokana na nchi. Lakini tunapochimba kuna athari gani tunazosababisha kwa tabia nchi? Basi unaweza ukawaorganize pia wao, tunawakaribisha wakaja hapa mara moja wakapata hii session, wakienda na maarifa hayo kwamba dunia yetu iko hivi, kuna athari hizi na hizi. Uchimbaji pia ni sehemu inaweza kuathiri tabia nchi. Basi watakuwa na jambo wakishamaliza zile kazi zao, namna gani wanaweza kutunza haya mazingira, kwa faida hiyo. Tuna utaratibu huo pia wa kuona ziara, kwa maana ya walimu wa geography kwenye shule zetu nyingine za kutwa wapate session za kuja kujifunza kwa mwalimu zao, kwa sababu tunasema maendeleo yanaweza kutokana na wazo la mtu mmoja, alafu wengine tukajifunza, tukachukua, tukaenda kuboresha. Lengo ni kuwafikia watoto wetu wa Tanzania, sio wakishapo tu, tunasema hata maeneo mengine, na tunakuwa tunapata wageni mbalimbali wanakuja kuangalia kujifunza. Kwa hiyo kwa shule tumeshaelekeza mkuu wa shule ambao tuanze na walimu waje wajifunze, alafu baadaye tuone namna tunavyoweza kuanzisha huko kwenye shule zetu nyingine kitu kama hiki. Lakini hata hapa tulielekezana isiwe geography tu, yako masomo mengine. Tunaweza kutoa na chumba kwa maana ya wale wanaojifunza Kiingereza na Kiswahili, kawa na modo za lugha inavyokwenda, mabadiliko yake inakuwaje na nini, angalau tukawa na kitu cha. Tumeanza na wazo moja la mwalimu Ipamba, lakini walimu wengine kutokana na hiki waweza nao wakajifunza wakaja na ubunifu angalau kwenye discipline zote. Na hii kwa sababu ndio shule ambayo ni nembo ya halmashauri yetu, lakini ya mkoa wetu ndani ni kitovu kizuri cha kukuza taaluma na kuongeza ubunifu na maarifa zaidi. Sasa kwa upande wetu sisi kwenye idara ya elimu tumeshaanza kuifanyia kazi hii. Sasa la wanafunzi wale wa madarasa ya mitihani itategemea, kwa sababu mtawanyiko wetu ulivyo, toe darasa zima Mwamalasa kuwaleta hapa lazima ukodi, basi ni gharama. Lakini nyinyi mnaweza mkatusaidia pia kwenye ile platform yenu kama waheshimiwa madiwani, mnapofanya mkutano kule kuhamasisha wazazi, basi angalau kwa kuanzia kabla hii haijatawanyika huko, ili linapokuja wazo la kuwasafirisha watoto basi wasione shida kuchangia angalau nauli, basi kama ni basi ikawaleta wakajifunza na kuwarudisha kule. Kama tukifanya hivyo kwa pamoja, tunaweza tukainuka zaidi kutoka pale tulipo sasa hivi kitaaluma. Sisi ninategemea hii tutaiona kwenye taarifa yetu. Hiyo ipachike kwamba tumekuja kwa kweli, tunaongezea na hii kwamba tulipofika pale tuliona kitu kingine, maabara ya geography. Ndio kwenye taarifa ile, na picha zake hizo mziweke vizuri zionekane. Alafu taarifa ya baraza la madiwani
zima itakapokuwa linafanyika, basi waweze kuona hiki kitu na waweze kutupeleka taarifa katika maeneo mengine mbalimbali wanaoishi. Asante sana. Lakini kingine mwenyekiti, nilikuwa naomba kwa nini siku za likizo kama sisi tulivyofungwa tunakuwa na tuition hapa cha kwa ajili ya kujifunza wanafunzi wanaotoka shule mbalimbali, kama itawezekana, lakini tunakuwepo hilo wenye kutamani kuleta mwanae kuja kujifunza hapa. Sijui sasa kama itawezekana. Nadhani hilo halina shida kwa sababu hii ni shule yetu. Ndio. Hao watoto kote kwenye mtawanyiko. Sasa itategemea tu mzazi ambaye anania. Unaweza mkatusaidia kama nilivyosema, tukawa na hizo organization, tukawa na taarifa kwamba ni wangapi wanategemea kuja na kwa muda gani, ili angalau tuweka mazingira ambayo ni rafiki pia ya kuwapokea angalau siku 3, 4 wiki, ili pia tusikilizane na yale maelekezo ya Mheshimiwa Waziri kwamba kipindi cha likizo basi watoto wape muda wa kupumzika na kufanya shughuli za nyumbani, lakini pia kujenga mahusiano na wadogo zao wanaokuwa. Lakini hilo pia linawezekana, shule yetu na hao watoto kwenye halmashauri. Mheshimiwa Diwani, tuna ombi tu kama itapendeza, kuna mwenge pia inaweza ikawa wakati kama kuna zinduliwa pale kuendelea kwenye program pia wakaona, kwa sababu hii tumepata pia pongezi kutoka taasisi ya elimu na taasisi ya elimu wameahidi kufika. Hili jambo linaonekana katika Tanzania hii ni Shinyanga sekondari ndio inaweza kuwa na ubunifu. Kwa ukiweka hata kwenye sehemu hiyo inaweza ikatusaidia pia hata halmashauri yetu kuonyesha kwa namna gani tunaweza kuwa na ubunifu wenye tija katika halmashauri. Niombe. Sawa sawa. Asante sana. Nadhani tulichukue naweza kushare kwenye vikao vya mwili. Naona wakati ule wa mkesha kati ya mabanda ambayo yatatembelewa inaonyesha basi kama ambavyo tuliomba mwaka jana ilifanyika hapana tuliko mkesha tukaona kwa hivyo ongezeka pia kibiza mwenge akakaota sawa sawa. Asante sana. Barikiwe sana na tuwatakie kazi njema, muendelee kuchapa kazi na muendelee kupambana kwa ajili ya ujenzi wa taifa letu. Asante. Kweli. Niliona zile na zilizopita. Hongereni sana. Jamani, Shinyanga sekondari inaendelea kupanda sasa kwa kiwango cha elimu. Asante sana. Tuendelee kufanya vizuri. Asante kwa chini sasa tuko juu sana. Asante.